Ripoti hiyo inataja mikoa na wilaya zinazoongoza kwa ukatili, ambapo mkoa wa Arusha ni kinara kwa kuwa na matukio 4835, huku wilaya ya Kinondoni ikifuatia kwa matukio 4204. Mkoa wa Tanga unashika nafasi ya 3 kwa matukio 3036, Dodoma ni wa 4 kwa matukio 2510 na wilaya ya Temeke inashika nafasi ya 5 kwa matukio 2445. Hali hii inaibua maoni mbalimbali kutoka kwa wananchi. Sasa unakuta saa nyingine mama anakurupuka tu asubuhi anaenda kutafuta, anaenda zake kuuza vitu vyake sokoni. Anaacha watoto hawajanywa hata chai, hawajala mchana. Unakuta watoto wanahangaika huko mtaani. Kitu hiki jamii inapokiona kwanza ianze kushughulika yenyewe kabla hata ya serikali. Aidha, ripoti hiyo imetaja mikoa yenye matukio machache kuwa ni Kaskazini Pemba, Kusini Pemba, Kaskazini Unguja, Kusini Unguja na Njombe. Baadhi ya wadau wamezungumza na Azam News, wameshauri nini kifanyike ili kukabili ukatili huo. Elimu iongezwe. Na hata elimu ikishaongezwa basi kuwe kuna mkakati wa sheria ambao itamfanya mtu hata kama amezoea aweze kuacha, kwa sababu sheria itamkaba. Kwa sheria zipo, lakini utekelezaji bado ni dhaifu sana, kiasi cha kwamba hawa wanaofanya matukio kuendelea kuonekana wako mtaani. Yaani kwamba kuna ucheleweshaji mkubwa sana wa kesi kutoka kwenye vituo vya polisi kwenda mahakamani. Jumatano hii bungeni jijini Dodoma, suala la ukatili wa kijinsia limejitokeza kwenye mjadala wa bajeti ya Wizara ya Katiba na Sheria. Migogoro hii ilihusisha masuala mbalimbali yakiwemo masuala ya ardhi, ndoa za utotoni, matunzo ya watoto, ndoa, jinai, ukatili wa kijinsia. Aidha, jumla ya migogoro 5704 ilitatuliwa na kuhitimishwa kwa njia mbadala kati ya migogoro 23399 ya muda mrefu iliyopokelewa. Kwa mujibu wa taarifa ya Jukwaa la Haki Jinai mkoani Kagera, kwa masikitiko makubwa ni kwamba mkoa wa Kagera kwa mwaka 2024 umeongoza hapa nchini kwa matukio ya ukatili, kwa maana ya ubakaji, ukatili na mauaji. Halikadhalika, Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka huu wa mwaka 2025, yani kati ya mwezi Januari hadi Machi 2025, mkoa wa Kagera tumekuwa na matukio ambayo yameshawasilishwa mahakamani 67 ya ubakaji na ulawiti wa watoto. Ripoti ya Jeshi la Polisi inaonyesha kuongezeka kwa matukio ya ukatili kila mwaka, kwani mwaka 2022 kulikuwa na waathiriwa 30566, mwaka 2023 wakawa 37448 na mwaka jana wamefikia 39256. Rebeka Mbembela, Azam News.